Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin na wanahabari, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nianze kwa kumshukuru Mola subhanahu wa ta'ala aliyotuamsha asubuhi hii na akatupa kibali cha kukutana hapa katika jambo hili muhimu. Na muombe Mwenyezi Mungu aifanye siku yetu hii ni katika zile siku zetu bora ambazo zitakuja kutushuhudia siku tukikutana naye, na tuyafanye mambo yatakayoongeza uzito katika nyizani zetu za mambo ya kheri, siku ambayo la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maneno mafupi nimeona niyaseme na niyabalighishe katika asubuhi ya leo, na huu ni katika utaratibu wa kukumbushana, kuelekezana, lakini pia kusogezana katika mambo ya kheri. Tumeagizwa na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hili. Mimi nadhani nyote mwanijua, ni ndugu yenu Walidi Alhad Umar Kawambwa Pongwa, shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya amani ya mkoa wa Dar es Salaam. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani aya namba 6 ya suratu Hujurati anaongea na waumini, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Anaongea na waumini kwa mapenzi makubwa, anasema enyi mlioamini, akiwajieni mtu kwa habari yoyote, fatabayyanu, ipekueni, ifanyieni utafiti, itafutieni usahihi, ichunguzeni kidogo. Kwa nini? Kwa sababu ya umuhimu wa habari, namna inavyoenea na inavyoathiri. Habari ni kama kisu chenye ncha mbili, mbele na nyuma. Ima habari itasaidia au habari itadondosha na kuumiza. Kwa hiyo kwanza nichukue nafasi hii kuwapongeza sana sana sana, pamoja na kuwaombea Mungu wanahabari wote, hususan vyombo vyetu vya hapa ndani, na hasa zile blog zote, haswa zile zinazofanya kazi za kurusha, kueneza na kufikisha habari za dini ya Kiislamu. Habari zetu leo wengine tumekuwa maarufu sana kwa sababu ya nyinyi wanahabari. Leo alhamdulillah, mimi hata nikianguka sehemu ambayo sijawahi kufika, nadhani labda wanaweza kupita watu wawili tu ambao hawanijui, lakini watatu watasema huyu ni Walidi Alhadi kaanguka, tumsaidie. Nani alosaidia hivyo mimi nipate msaada wa haraka? Ni nyinyi wanahabari. Kila ninapokwenda vidole yule pale Walidi, ni nyinyi wanahabari. Lakini sio hivyo tu, sijizungumzii mimi kama mimi, mashehe wote, viongozi wote, nyote, kwa kazi yenu nzuri, kazi iliyoshiba thamani, kazi iliyokuwa na rangi bora, basi mnaeneza yale ambayo kwamba tunayataka. Na kiufupi niwaambie, mna malipo makubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu nyinyi mnafanya kazi zaidi ya tablighi. Leo niko hapa mimi nazungumza haya, lakini na hakika baada ya dakika 3 mkishaenda kuedit na kutengeneza, mimi nitakuwa all over universal. Marekani wataniona, lakini Australia wataniona, Asia wataniona, Ulaya wataniona, Afrika wataniona, kwa mapana yake yote. Nani kafanya kazi hii? Hakuna zaidi yenu. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Mwenyezi Mungu awathibitishie miguu yenu, kwa sababu anasema katika Qur'ani, in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Mkimsaidia Mwenyezi Mungu katika kazi zake, nanyi atawasaidia, lakini pia atawawezesha. Ndio yuthabbit aqdama, atawawezesha kufanya kazi hiyo vizuri. Basi lithibiti neno hili la Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini napenda nitoe angalizo. Aya tuliyosoma ya suratu Hujurati aya namba 6, Mwenyezi Mungu anasema in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, akiwajieni fasiki na habari, ifanyieni uchunguzi. Haya ni maagizo ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Antusibu qauman bijahala, kwa sababu mtakuja kuwaumiza watu kwa kutojua ubaya na athari ya zile habari. Hapa Mwenyezi Mungu anaongea na wanahabari kwamba ukikaa na kamera yako
Mtu akanambia ni rekodi kama hivi nilivyosema, basi kuwa makini anataka kusema nini. Sio kila kilichosemwa kinatakiwa kifike katika jamii. Mtume anasemaje? Kafa bil mar'i ithman an yuhaditha bikulli ma sami'a. Yanatosha kwa mwanadamu kuwa ni madhambi kuhadithia kila alichokisikia. Sio kila ulichokisikia ukifikishe tu. La. Kwa hiyo nitatoa mfano wa wazi kwa nafasi yangu. Sasa hivi imekuwa habari nyingi ni za mlipuko. Juzi tumemwona mtu katoka katika habari anasema pweza haramu. Jamani, taharuki si taharuki? Lakini imerushwa ile habari. Mtu kajisemea pweza haramu. Tunaulizwa mashaka, jamani hiyo sawa si sawa? Hapa mimi nalia na alorusha ile habari zaidi kuliko yule alosema. Ndio injaakum fasikum binaba'in sada. Pweza ni haramu. Lakini juzi nimemwona mtu mwingine na anajiita shekhi anasema kwenda Maka ni ushirikina, ni kafiri, unatakiwa uende Al-Kaaba. Na imerushwa. Mimi nalia na alorusha ile habari. Nadhani wote tumeona. Sasa kwa nafasi yangu tunakumbushana, tusaidiane wanahabari katika hizi habari tunazozirusha. Jamii inataka utaratibu, jamii inataka amani, jamii inataka kushusha pumzi zake. Na sasa hivi ulimwengu umehamia katika habari. Tukiamka asubuhi sote tunafungua habari. Juzi mtu mmoja akanambia, mtu mkubwa sitaki kumtaja hapa, ananiambia Walidi, unajua sasa hivi watu badala ya kusikiliza magazeti wanakusikiliza wewe. Asubuhi katika studio nyingi na station nyingi za radio zinasoma magazeti. Anasema una habari sasa hivi, wimbi la kukusikiliza wewe na kusikiliza habari za magazeti wewe umezidi. Nikamwambia hata sijui. Anasema wallahi mimi nikiamka nyumbani nafungua blog yoyote katika hizi zenu za Waislamu, nasikiliza unasema nini. Kwa hiyo mimi sasa hivi nakuwa makini natamka kitu gani ili nisilete taharuki katika jamii. Kwa hiyo nawapongeza wanahabari, lakini nawakumbusha hili. Mtu akiwa amesema kitu basi muulizeni hiki umekipata wapi? Nitamalizia, angalieni wakati wa Saidna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kuna mtu alimpelekea habari Saidna Umar, wakati huo ni khalifa, akamwambia nimemkuta mtu na mwanamke wanafanya machafu. Lugha inaelewekana? Nimetumia tafsida. Nimemkuta mtu na mwanamke huko wamejificha wanafanya. Saidna Umar alikaa chini, akamwambia kaa chini wewe, akampiga yule. Akamwambia umewakuta barabarani wamejistiri. Wamejistiri. Haya wewe mbona unawafunua? Si imeeleweka? Kwa hiyo akaadhibiwa yule mbele za watu kwa sababu ya kueneza machafu ya watu waliojistiri. Sio kwamba hapa Saidna Umar anasaidia lile jambo, lakini hapa anakataza kueneza habari chafu, kueneza habari isiyokuwa na mashiko, kueneza habari ya taharuki katika jamii. Kwa hiyo nawapongeza, tunawapenda, na mimi binafsi sijui hata niwafanyie nini wanahabari. Kila nikiwaona natamani niwabebe juu juu kwa sababu mnatusaidia kwa namna mnavyoeneza elimu ya dini sasa hivi. Zamani dini ilikuwa tabu sana, udhu, tayamum, mirathi, wasia na waswaya, talaka, ndoa, hija. Lakini leo tumeona, juzi tumemaliza msimu wa hija, kama na sisi tuko Maka. Tunaona watu sasa wako Arafa, sasa wako Muzdalifa, sasa wako Mina wanakwenda Jamarati, sasa wanaondoka wanafanya ifadha, wamemaliza ifadha wanakwenda Madina, wanarudi. Sisi tumehiji nao mpaka wamerudi hapa. Sio jambo dogo. Zamani mtu ukisikia habari ya Maka unakaa unamsubiri mtu wa Maka akija unajipangusa naye. Lakini sasa imekuja akakufanyia dua kwa sababu yenu. Mwenyezi Mungu alipe kila la kheri. Atuthibitie bil qawli thabit. Azifanye siku zetu ni katika siku bora mpaka pale tutakapokutana naye. Wama alaina ila albalagh mubin. Wassalamu alaykum warahmatullahi ta'ala barakatuh wal afwa minkum.